Naam, ndugu mtazamaji wa Mukhtar Online TV, nadhani Sheikh Suleimani ametiririka na amefunguka kutueleza ni nini neno ndoa. Wengi huwa linatusumbua na hata ambao wanalifahamu lakini hawalifahamu kwa undani, lakini Sheikh Suleimani, Allah ambarikie, ametufungulia na ametufafanulia nini neno ndoa, na ili likamilike neno ndoa linapaswa uwaji. Ametuwekea, ametutajia vitu vitano ambavyo ndio vinakusanya neno ndoa, yakiwemo na mahari ambayo ndio kitu asasi ya hivi vitu vinne vyote vilivyotajwa. Sheikh Suleimani, ni ipi haki ya mume kwa mkewe? Haki za mume, kishaoa mume, ameshamuoa mkewe, wako wanaishi maisha. Wengi hatufahamu haki zetu kwa wake zetu na wake zetu hawafahamu haki zao kwetu sisi. Hebu tunaweza tukawaambia ama tukaiambia jamii ya Kiislamu ni zipi haki za mume kwa mke? Naam, alhamdulillah. Katika swala ambalo nimeulizwa na Ustadhi Umar hapa kwamba haki za mume ni zipi kwa mkewe baada ya kwamba ndoa ishakamilika sharaiti zake na mume kashaozeshwa huyo mke, ni ipi haki ya huyu mume kumtendea huyu mke? Haki ya kwanza kisheria ni ile aliyosema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia kwa sahaba wake Abdullah bin Mas'ud, an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kwamba Ibn Mas'ud yeye alisema kupitia kumsikia nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisema kutuambia sisi Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kwamba ya ma'ashara shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, enyi kundi la vijana mwenye kuwa na uwezo wa kuoa katika nyinyi basi nawe. Hii alba'ata ni kwa maana anaweza kuwa na nguvu za kuweza kujamii, sio kuwa alba'ata ni kuoa tu. Man istata'a minkumul ba'ata, ba'ata kwa maana ya kujamii, kuweza kumwingilia mke. Hii ndiyo sharti ya kwanza, kwamba mke anapoolewa basi sharti kuu baada ya ndoa ni mume kuweza kumstarehesha mkewe, akiwa huyo mume ni rijali wa kuweza kuingilia mkewe, ambazo ni samahani, utaendelea, ambazo hilo tendo ni haki za mke. Ambalo hilo tendo ni haki za mke, lisipopatikana tendo hilo linaweza likaleta tashwishi ya kuvunjika kwa tendo ndoa, kwa neno ndoa, kwa sababu Mtume Muhammad ambaye ndiye mwalimu wetu hakuwataja wazee, kwa kuwa wazee tayari inaonekana nguvu za alba'ata kwao hazipo. Ndio maana akaleta neno ya ma'ashara shabab, kijana ana nguvu zote, kijana ana uwezo wote, kwa hiyo aweze kumstarehesha mkewe pale tu endapo mkewe atamhitaji katika ibada hiyo ya tendo la ndoa. Kwa hiyo haki ya kwanza ya ndoa ni mume kuweza kumtadhakur mkewe katika hali kama hiyo. Elewana vizuri. Kwa hiyo kabla ya kuoa jihakikishe, je, unao uwezo wa kuweza kumwingilia mke baada ya kuozeshwa? Hii ni haki ya kwanza. Na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, falyastafifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah, na wajizuilie wale ambao hawajapata uwezo wa kuoa mpaka Mwenyezi Mungu atakapowapa uwezo. Hii ni kwa nyanja nyingine. Ile ni haki ya kwanza ya kumwingilia mke pale tu endapo muoaji atakapokuwa ana nguvu za kiume. Kwa hiyo kama hauna nguvu za kiume, unatakiwa uingie kwenye kundi hili, ujizuilie, ujichunguze, ujitafute mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapokuwezesha kuweza kupata uwezo wa kuoa. Moja ikiwa ni hili, pili ni uwezo wa kihali ya kuweza kuamiliana naye katika maisha, chakula, vazi na mengineyo mengi. Kwa hiyo haki ya mume kwa mke ni kuweza kummiliki, kumlisha,
kumvisha, kumridhisha katika mambo ya ibada ya ndoa yanayofanyika kisiri, na kuweza kumtekelezea yale mambo ya kidini na mengineyo mengi ambayo yanakusanya kuweza mke kufurahi kwamba mimi niko ndani ya ndoa. Hizi ni haki za, hiki ni haki za mume wa mkewe. Na mke katika haki ambazo anatakiwa kuzifanya kwa mumewe, kwanza ni kuchunga haki zake kama tunavyofahamu. Pili, ajistiri na kutokuonekanwa. Samani Sheikh Suleiman, kuchunga haki hapa kama vipi? Mke achunge haki za mumewe. Mke katika kuchunga haki za mumewe asitoe ile haki ya mume tuliyoitaja sasa hivi kwa watu wengine, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaja mwanamke yule ambaye atakuwa yeye amelaaniwa pale tu atakapokuwa atoka nyumbani kwake amejitia manukato, amejitia udi mzuri, kisha akapita juu ya jamaa, liyajidu rihaha, ili wale watu wapate kuisikia ile harufu yake, wapate kushawishika naye, pengine ikiwezekana aweze kwenda nje ya haki ya mumewe ya ndoa. Ili atakiwa mke ajiepushe nalo katika kuchunga haki za mumewe, na amridhishe mumewe kwa kumwandalia mazingira yaliyokuwa mazuri, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, tanakahu litaskunu ilaiha, oani ili mpate kutulizana juu ya wanawake. Kwa hiyo kitulizo cha mume ni mwanamke. Kwa hiyo haki ya mke ni kumtuliza nani? Mume. Pale mume atakapokuwa ametoka katika shughuli zake, amekuja nyumbani amechoka, basi ni wajibu wa mke sasa kumtuliza mumewe katika kitulizo ambacho ni kizuri, basi na kuhangaika njia hii wala ile, na kutokutoka ndani ya nyumba pasipo ridhaa ya nani? Ya mume, ili zile haki za ndoa ziwe zinapatikana kisawasawa. Ili katika kutoka mwanamke bila ruhusa ya mume, pia hili ni katika haki za mke kwa mume. Hii ndilo la ambalo lina muhimu zaidi. Mwanamke anapoolewa na mwanamume akiwa tayari ashatoka kwenye ridhaa ya baba yake, majukumu ya mke tu anapoingia ndani ya ndoa, basi majukumu yake yote huwa yanavalishwa kwa nani? Kwa mumewe. Sasa asije akambebesha mzigo mzito yule mumewe kwa mambo yanayoweza kuepukika, kwa sababu mwanamke yoyote ambaye anatoka ndani ya nyumba yake bighairi idhni zawjiha, basi na idhni ya mumewe, lam yashat min idhnillah, hata achakuwa katika machukivu ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata yarjia, mpaka atakapokuwa anarudi, na mume baada ya kurudi awe ameridhia. Kwa hiyo si halali, si vizuri mwanamke kuondoka nyumbani pasipokuwa na idhini ya nani? Ya mume wake. Kwa hiyo mke atakapokuwa mume hayupo, hata kama itakuwa baba yake anaumwa, aidha mama yake anaumwa, basi si wajibu wa kutoka mpaka awe amepata idhini kutoka kwa mume wake, kwa sababu dunia tunapita, lakini masala mengi tutakwenda tukayakuta kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na katika majukumu ya mwanamke ni pale tu Mtume aliposema kwamba ni atakapofunga mwezi wake wa Ramadhani, akafunga swala zake, akaswali swala zake 5 kikamilifu, akamtii mumewe. Katika moja ya kumtii na hili katika haki zake kuzitekeleza, wa hafidhati farjaha, na akaihafidhi tupu yake na nini? Na zina, kwa maana kwamba tupu yake iwe ni halali ya nani? Ya mumewe. Na hii kuwa ni halali ya mume ndio litaskunu ilaiha, mume ndio anapata kitulizo pale. Umeelewa vizuri eh? Kwa hiyo haki za mke kuu ni kujiheshimu na kumheshimu mumewe pasipo kuangalia nje ya mtu asiyekuwa mume wake, lakini kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tunastafidi penzi mtazamaji wa Mukhtar Online TV, tumefahamu ni nini ndoa, tukafahamu haki za mume kwa mkewe, na pia tukafahamu haki za mke kwa mumewe. Mwenyezi Mungu ambarikie Sheikh wetu.